kila kinachozaliwa, chochote kile kinachozaliwa, aidha kinazaliwa rohoni au kinazaliwa mwilini, lazima kitokane na mbegu fulani au chanzo cha hicho kitu kuwepo, aidha rohoni au mwilini. Na chochote kinachozaliwa aidha rohoni au mwilini ni lazima kikue. Kama kimezaliwa katika hali ya uchanga, lazima kikue, kiongezeke, kifike katika kiwango au level ya ukomavu. Yesu Kristo alizungumza katika kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 24, akasema mfano wa mbegu ya ngano, kwamba ili mbegu ya ngano iweze kuzaa, kuota na kuzaa na kutoa matunda mengi, lazima hiyo mbegu ya ngano ifanyaje? Ianguke katika ardhi, yaani ianguke katika nchi, ipandwe hiyo mbegu. Ikishapandwa ioze, ife kwanza, alafu kisha ifanyaje? Imee. Ikishamea ndio itazaa matunda mengi. Akimaanisha ni fumbo la kanisa, ni fumbo la kanisa la Yesu Kristo, kwamba familia ya Mungu lazima atatokea mwanadamu Yesu Kristo, Mungu aliyovaa mwili, apandwe kama mbegu ya ngano, afe, awekwe kaburini, alafu kisha akishafufuka yeye atakuwa ni mzaliwa wa kwanza, alafu wote watakao muamini watakuwa ni ndugu wengi waliotokana na Yesu Kristo. Kwa lugha rahisi, Yesu Kristo ni kaka mkubwa. Yeye amekuwa ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya Mungu, katika ufalme wa Mungu. Mimi na wewe tumefanywa kuwa wana wengi wa Mungu, wa kike kwa wa kiume. Kabla Yesu Kristo hajafa, alikuwa mwana wa pekee wa Mungu, ni huyu mmoja. Alipokufa akazikwa akafufuka, yoyote atakayemwamini amefanywa kuwa ni mwana wa Mungu. Biblia inazungumza katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na wa 13, inasema bali wote waliompokea Yesu Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa sio kwa damu wala sio kwa mapenzi ya mtu, bali waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Wote wanaomwamini Yesu Kristo wanapata uweza wa kufanyika watoto wa Mungu, wote wanaoliamini jina la Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo alikuwa ni mbegu iliyopandwa. Siku alipofufuka tumefanyika familia ya Mungu katika ufalme wa Mungu. Tuko sawa sawa? Mwambie jirani yako, mimi ni mwana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari 23 amesema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, mbegu ya neno la Mungu idumuyo hata milele. Kumbuka, kuna kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu, kuna kuzaliwa kwa mapenzi ya damu, yaani zile vinasaba, zile DNA za familia na ukoo mtu alipotokea, ambao imebeba asili na tabia ya jamii ya wale watu. Ila kuna kuzaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu kwa mbegu isiyoharibika, mbegu ya neno la Mungu, injili ya Yesu Kristo. Mimi na wewe hatupasi kuishi sawa sawa na matokeo ya kile ambacho ukoo wa baba yetu au familia ya mama yetu inavyotaka sisi tuwe. Yale magonjwa ya kurithi, zile tabia za kurithi, yale madhaifu katika ukoo wa mbegu inayoharibika ya baba na mama haipasi kuwa kwenye maisha yangu mimi, kwa sababu kuna aina nyingine ya mbegu imenizaa mimi. Mbegu ile inaitwa mbegu ya neno la Mungu, ina asili nyingine ndani yake. Sasa ili asili ya mbegu mpya isiyoharibika, asili ya Kristo, iweze kuchukua nafasi katika umwili, ili umwili ufike mahali usiumwe, usishambuliwe na magonjwa, usishambuliwe na giza wala kuwa dhaifu, lazima mahusiano yangu mimi niliyompokea Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, lazima mahusiano yangu mimi na Mungu yawe makubwa zaidi, ili hayo mahusiano yatawale hii nafsi
yatawale umwili, uharibifu usio sehemu ya maisha. Tunapokuwa karibu na Mungu, ndipo udhaifu na asili ya mbegu ya kuharibika inakaa mbali na sisi. Tunapokuwa mbali na Mungu, hata kama tupo kanisani, shetani anaweza kupenyeza mashambulio na uharibifu ndani ya nafsi zetu na ndani ya miili yetu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa, nisikize vizuri. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 anasema, lakini kuweni, yani mkuwe katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Anazungumza habari ya kukua. Kama tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, tumefanywa kuwa ni watoto wa Mungu. Katika hali ya uchanga lazima tukue, tuelekee katika hali ya ukomavu katika Kristo Yesu. Lakini mkue, tunakuwa mlokole. Kristo anakuwa katika namna ngapi? Mbili. Anakuwa cha kwanza katika neema ya wokovu aliyopokea. Mbili, anakuwa katika maarifa au katika kumjua Mungu. Hayo mambo mawili yanapaswa yaende kwa pamoja. Hata Luka sura ya pili, andika Luka sura ya pili mstari wa 52. Luka 2:52. Anasema Yesu Kristo alikuwa katika kimo na akakuwa katika hekima ya Mungu. Ukuaji wetu wa damu na nyama, umri unaozidi kwenda, lazima uendane na ukuaji wetu katika namna ya rohoni, kwa yule mtu alizaliwa mara ya pili ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumjua Mungu au kupata maarifa sahihi ya Mungu au kweli ya Mungu ikifunuliwa, ndio inayotuzaa mara ya pili. Ile kweli ndio mbegu inayotuzaa mara ya pili, yaani neno la Mungu. Lakini kumjua Mungu hakutuzai tu mara ya pili, kunatufanya tuendelee kukua katika viwango tofauti. Kiwango cha kwanza ni kiwango cha mtoto. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, mstari wa 2, anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Unapoingia kanisani na kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, unapokuwa karibu na Mungu, jambo la kwanza unapaswa uelewe, unapaswa kuwa na tamaa ya kumjua zaidi Mungu, tamaa ya maarifa ya Mungu yafunuliwe ndani yako. Ile tamaa ya ile kweli ya Mungu, ya kusikia neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, ndio Petro anasema ni sawasawa na maziwa yasiyogoshiwa, yasiyochakatuliwa, yasiyotiwa maji. Tena ameita ni maziwa ya akili. Unajua mtoto mdogo anakuwa amezaliwa, ile maziwa ya mama anapaswa anyonyeshe ndani ya miezi 6 pasipo kunywa hata vimiminika vingine, si ndio? Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya maendeleo, development ya ubongo, maendeleo ya ubongo. Petro anaita ni maziwa ya akili, yatamanini maziwa ya akili. Yaani unapokuwa umeokoka, tamani kujua kweli ya Mungu, kujifunza, kupata maarifa ya Mungu. Ni maziwa ya akili. Lakini unapozidi kukua na kuendelea kuwepo kanisani, unapaswa ubadilishiwe maziwa sasa, uanze kupewa chakula kigumu, nyama na mifupa. Anazungumza katika kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 na 14, anasema, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga bado. Mstari wa 14 anasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kiwango cha wokovu cha kupata maziwa ni kiwango cha kutokuwa na uwezo mkubwa wa kupambanua mambo katika ulimwengu wa roho, si ndio? Ila kwa kadri unazidi kupewa chakula kigumu, unazidi kukulia wokovu, inafika hatua ule ufahamu na maarifa ulionayo, unajua kupambanua mema mabaya, unajua kulipambanua giza na nuru.
Unajua kupambanua sauti ya Mungu, sauti ya mchungaji Kristo Yesu, na kupambanua sauti nyingine, aidha ni akili za watu, akili zetu, au sauti ya shetani. Ni kiwango cha ukomavu wa kula chakula kikubwa. Kuna mtu mmoja anaongelea kwenye wale wapendwa. Kwa hiyo kuna kukua katika kumjua Mungu au kukua katika maarifa ya Mungu katika kiwango cha mtoto na kiwango cha ukomavu, na kuna kukua katika neema ya Mungu. Kukua katika neema ya nani? Ya Mungu. Waefeso sura ya 4 mstari wa 7 anasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kila mmoja amepewa kipimo cha kipawa cha upako cha neema. Wote tunamwamini Yesu Kristo, wote tuko kanisani, wote ni mwili wa Kristo, lakini kila mmoja amepewa nini? Kipimo cha neema ya Mungu. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 2, waraka wa pili wa Petro anasema, neema ya Mungu na amani ya Mungu iongezeke ndani yenu kwa kumjua Mungu. Ili mtu aweze kuwa na amani, ili mtu aweze kuongezeka katika kiwango cha neema, kumjua Mungu ndio kunaongeza amani ndani ya moyo wako. Kumjua Mungu ndio kunaongeza neema ndani ya moyo wako. Kushinda jambo linatokana na kile kiwango unapomjua Mungu. Kitu kile ambacho kinachomliza na kumshinda mtu mwingine, kitu hicho kikija kwako, kiwango cha neema liko ndani yako, kiwango cha wewe kumjua Mungu ndani yako, wewe utaona ni tatizo. Kuna mtu mmoja anaongelea kwenye maneno. Ni kwa nini sasa neema iongezeke ndani yako? Neema hiyo inaingia kwako wewe, ndio inaingia kwangu mimi, lakini inaongezeka kile itwapo leo. Na amani hiyo Kristo aliweka ndani yako kwa kupokea neema ya wokovu, ndio amani ilionayo mimi. Ila tutatofautiana kiwango, nani anamjua, nani Mungu anajifunua kwake zaidi, nani ana bidii ya kumtafuta huyo Mungu usiku na mchana. Haiwezekani mtu anakesha usiku na mchana anatafuta uso wa Mungu, anatafuta kujua kweli ya Mungu, anasoma, anatafakari, alafu awe sawa na mtu ambaye anakoroma, analala, hata muda wa kufunga wala mdogo. Neema ya Mungu na amani ya Mungu inapoongezeka ndani ya maisha yetu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 16, Waebrania 4:16 inasema, tunapata na tukikaribia kiti cha rehema na neema tupate msaada wakati wa mahitaji. Tukikaribia kiti cha nini? Cha rehema na neema tupate msaada wakati wa mahitaji. Neema ya Mungu inapozidi kuongezeka inakuwa ni msaada ule wakati wa mahitaji. Kila mtu ana mahitaji, lakini mahitaji yetu yanatofautiana. Ule wakati wa mahitaji wetu ni neema na rehema za Mungu ndio zinatusaidia sisi kufanyaje wakati wa mahitaji. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9, wakati Paulo mtume amekuwa katika hali ya changamoto, trouble zimemzunguka, changamoto ni nyingi, Mungu akamwambia neema yangu yatosha. Mazingira ya changamoto na magumu na hali ya kuinukiwa na uharibifu wote unaotokea kwenye maisha kila mmoja, tunahitaji neema ya Mungu iweze kutuprotect, kutulinda, kutuvusha hapo. Tunahitaji neema ya Mungu ya kutuweza kutunyanyua na kutupeleka hatua nyingine. Tunahitaji neema ya nani? Neema ya Mungu. Kila hali ulionayo, kila hatua, huwezi kupiga hatua kwenda hatua nyingine au eneo lingine pasipo kutaka neema ya Mungu. Sio mahitaji tu. Tito sura ya pili mstari wa 11 na 12 inasema, neema ya Mungu inatufundisha sisi kuacha uovu. Inatufundisha kuacha uovu. Kama mtu ni mshenzi ana mawazo mabaya. Mtu kabla hajaokoka alikuwa ana matusi mengi sana, alikuwa na roho mbaya sana. Ila neema ya wokovu, kwa kadri unazidi kumjua Mungu, inazidi kukua ndani yako neema ya wokovu. Kristo anafunuliwa ndani yako. Hakuna tena kuambia kwamba hichi ni kibaya. Automatically ushangaa, nilikuwa natukana situkane tena. Nilikuwa mgomvi sasa sio mgomvi tena. Nilikuwa mbea sasa sio mbea tena. Nilikuwa hivi sasa sio hivi tena. Kwa nini? Neema ya Mungu inafanyaje? Inafunuliwa ndani yako.
Neema ya Mungu sio sheria kwamba umewekewa pale, automatic inakubadilisha wewe mwenyewe. Haupaswi kushikiwa fimbo wala kuwekewa CCTV kamera. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 16 na 17 inasema neema ya Mungu inatupa amani ya mioyo yetu wakati wa dhoruba. Dhoruba inapokuja, neema ya Mungu inafanyaje? Inatupa amani. Ndio maana Yesu Kristo alikuwa amelala kwenye ile boti wakati anasafiri. Aliponyanyuka, masa tunateketea. Yesu Kristo alikemea upepo. Alikemea ile dhoruba kule baharini. Alinyanyuka, akanyosha mkono wake akasema, peace be still. Amani ya Kristo, amani yangu iwe juu ya nyie mawimbi. Amani yangu iwe juu ya nyie bahari. Biblia inasema alipotangaza amani katika bahari, yale mawimbi yakatulia na ule upepo ukatulia. Kiwango cha neema ya Mungu iliyofunuliwa ndani yako itakupa amani ndani ya moyo wako. Hata dhoruba inyanyuke kiasi gani kwenye familia ya jamii unazoishi, utakuwa unanyanyuka tu, unasema natangaza amani iwe hili jambo. Natangaza amani Yesu Kristo. Na ile hali inatii kweli, inanyamaza kimya. Ni kiwango cha neema ndani yako. Tutatofautiana kwamba huyu anatangaza tu simple tu, wala hata akemee kwa jasho, na yule mpaka akeshe masaa 70. Ni kiwango cha unamjuaje Mungu, amefunuliwa vipi ndani yako, na neema yake imefunuliwa kwa kiwango gani ndani yako, ili hizo dhoruba na hiyo hali iweze kukutii. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Neema ya Mungu pia, Wakorintho wa kwanza sura ya 15, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 sura ya 10, inatupa kufanya kazi zaidi ya wengine.